Hii ni mahafali ya 60 tangu chuo hiki kimeanzishwa, na mahafali haya kwa mwaka huu zaidi ya wanafunzi 6,600 wanahitimu masomo yao, na kwa kampasi hii ya Dar es Salaam peke yake leo wanahitimu wanafunzi 3,501 kwa fani mbalimbali, kuanzia zile za ugavi, zile za masoko, usimamizi wa biashara na fedha, na programu zote mbalimbali. Kwa hiyo leo nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Judith Kapinga ambaye ndiye aliandaliwa kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali haya. Ndugu waandishi, katika mahafali haya tunashuhudia mambo mengi. Moja, tunashuhudia falsafa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kupeleka maboresho katika elimu. Tumezungumza leo katika mahafali haya, kuna ile Samia Scholarship ambayo imewapelekea wanafunzi kupata ufadhili wa fedha na kuweza kuhitimu masomo yao. Lakini pili, maboresho ya elimu. Si aghalabu kupata kwa pamoja wanafunzi 6,000 kuhitimu kwenye chuo kimoja, kwenye mahafali moja. Manake nini? Hawa watu wanatoka katika jamii yetu wa Tanzania, na hawa ni vijana, na rika la vijana linavyopata elimu hii manake linakuwa sasa na uweledi katika elimu ya biashara, usimamizi wa biashara, usimamizi wa fedha, masoko na ugavi. Imani yetu hawa ambao wamehitimu leo wanaingia kupata fursa mbalimbali. Tuna fursa tumezianzisha za uatamizi ndani ya wizara, ndani ya taasisi za wizara, lakini pia ndani ya taasisi za maendeleo ya viwanda pamoja na viwanda vidogo. Wataalamu hawa tukishawatoa hapa, wakishapata uatamizi, uanagezi, maanake wanaenda sasa kujitegemea, wanaenda kusimamia mitaji, wanaenda kuboresha maisha yao na familia zao na jamii ya Watanzania kwa ujumla. Ndugu waandishi, kama ambavyo mmesikia katika ahadi za Mheshimiwa Rais, aliahidi ndani ya siku 100 zake atatoa bilioni 200 kwa ajili ya mitaji ya biashara na vitu kama hivyo. Haziwezi kuwa na usimamizi bila sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara, chuo ambacho kinatoa elimu ya biashara, kuweza kuwapatia elimu, lakini pia kuwapatia uwezo wa kusimamia. Ni fahari yetu leo hii, tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kusimamia sekta hii, kwa kutuwezesha kuweza kutoa elimu hii kwa vijana wetu ambao wanakwenda sokoni kwenda kuisimamia jamii yetu. La mwisho ni wafahamishe kwamba tumeweza kutoa mafunzo ya kozi ndogo ndogo. Kwa mfano, tuna sekta ya usafirishaji, logistics, ndani ya makondakta, ndani ya wanaohudumu kwenye hayo mabasi, takriban watu 400 tumeweza kutoa elimu hiyo na kuwafundisha. Manake nini? Chuo kimeshuka kwenye jamii, kinakwenda kwenye jamii na kinakwenda kuisaidia jamii. Leo katika tukio letu hili kubwa, mmeona hotuba zote kuanzia mkuu wa chuo, ile ya mwenyekiti wa bodi, lakini pia ile hotuba niliyotoa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri. Tumesisitiza amani, tumesisitiza uzalendo. Wakati ule wimbo wa uzalendo pale unaimbwa, wenyewe mlishuhudia, kila mmoja alikuwa ameshikwa na ganzi kuona kwamba vijana wanakwenda kiuzalendo, wanakwenda kusimamia amani ya taifa lao, wanakwenda kusimamia uchumi wa taifa lao. Kwa nini? Bila kuwa na amani hauwezi kukaa darasani ukasoma. Bila kuwa na amani hauwezi ukafika mwisho ukagraduate. Vijana wamehamasika, vijana wamesimamia elimu yao, na leo tunawapeleka kwenda kusimamia sio tu taaluma na elimu yao, bali pia wamekula kiapo cha kwenda kusimamia amani ya taifa lao. Hakuna kitu kama amani. Tanzania yetu ni moja, tuendelee kuijenga Tanzania yetu kwa mustakabali mpana wa taifa letu. Asante sana.